amerudi, arudishe ule uzima. Amekuja arudishe ule uzima, ule utakatifu, zile sifa za Mungu ambazo zipoteza. Kuzaliwa mara ya pili kunaletwa na kwamba huyu mtu mara ya kwanza hakuzaliwa na Mungu, alizaliwa na akili zake. Nani hapa alizaliwa na Mungu? Ambaye hapa na hata yeye alizaliwa na Mungu, hajazaliwa na akili za mwanadamu. Kwa hivyo kuna kuzaliwa mara ya pili. Baada ya kuzaliwa na mwanadamu, tena tunarudi sasa, tunakubali kuzaliwa na Mungu mara ya pili. Amen. Amen. Mara ya kwanza tumezaliwa katika neno. Nachozaliwa kwa neno ama kwa mwili ni mwili. Alafu mara ya pili sasa tunazaliwa na Mungu kwa roho, maana Mungu ni roho. Nachozaliwa kwa roho ni roho. Kwa hivyo tunakuwa neno, halafu tukiwa neno tupate roho. Ndio hii torati ni neno, lakini inatakikana hizi akili zilizo hapa ndani ziondolewe ili ipate ufunuo, ndio roho. Ndio hili neno liwe hai. Amen. Hapo ndio naweza kukuponya. Bila kupata roho hili neno, maana ni wewe. Juzi nilisema wewe mwanadamu ni nini? Ni Biblia. Kama hujui wewe ni hii Biblia. Biblia si hizi karatasi. Ni hili neno. Wewe ni neno ndani yako. Ndipo unaona unakaa unanisikiliza. Maana ni wewe. Shawahi kujiuliza kwa nini tunasikiza neno la Mungu? Sisi wenyewe ni neno huko ndani. Wengine hawajanielewa. Lakini huoni kwamba huyu mtu huu hai ukimtoka, mnasema ametuacha. Si mwili huo uko pale. Aliyetuacha ni nani? Ni yule mwenye huu mwili sasa. Kwa hivyo yeye mwanadamu si huu mwili. Huu mwili ni wa mwanadamu. Lakini huu ni mwili wa nje. Ako na mwili wake ule wa ndani, mwili wa neno. Ambao sasa huo mwili unapaswa wewe mwanadamu utoke ili uzaliwe uwe mwana wa Mungu. Kwamba akili za mwanadamu ziondoke, zikae akili za Mungu. Wacha tuendelee siku peleke nje sana. Kwa hivyo tumesema ibilisi ni tamaa mbaya. Kwa nini? Inaleta uovu. Kwa hivyo shetani naye ni ule uovu unaotokana na hiyo tamaa mbaya. Kwa hivyo choka ni tamaa iletayo uovu. Ni ibilisi na shetani.